Na msikilizaji, hii ni sehemu ya 18, lakini tu nikwambia kwamba leo sio siku ya kawaida. Ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mtu ambaye sauti yake huleta maisha kwenye maneno, ambaye simulizi zake zimegusa roho za maelfu na ambaye ndoto zake zinaendelea kuandika historia. Lucas, wewe ni zaidi ya msimulizi. Wewe ni mwanga wa matumaini, kioo cha ubunifu na sauti ya watu wasio na sauti. Katika dunia yenye kelele nyingi, wewe umejifunza kuzungumza kwa utulivu, kwa hisia na kwa uchunguzi wa kina. Umeunda ulimwengu ambapo kila msikilizaji huhisi kana kwamba ni sehemu ya hadithi. Kuzaliwa kwako si tu baraka kwa familia yako, bali pia kwa wasikilizaji wako, mashabiki wako na hata kwa kizazi kijacho cha wasanii wa simulizi. Leo tunasherehekea sio tu miaka uliyotimiza, bali pia safari yako, uthubutu wako na moyo wako wa dhati. Endelea kung'aa, endelea kusimulia, maana dunia inakuhitaji zaidi kuliko inavyotambua. Lucas, leo tunainua mikono yetu, si tu kwa shangwe, bali kwa heshima, kwa mfalme wa simulizi, kwa rafiki wa watu, kwa moyo wa dhahabu, Lucas Lumbas. Happy birthday to me, msikilizaji. Yes. Bana, hii ni sehemu ya 18 na leo nimeona nitoe simulizi mbili kwa wakati mmoja kwa sababu ni sehemu ya 18 lakini pia ni tarehe 18. Tulipoishia ni pale ambapo Dina ni kama anasakiziwa kesi. Yani baada ya kulipuliwa kwa mgombea urais Pancho na Bwana Keita ambao hawa wanatokea Kongo, wanakuja ni kama kumsakizia kesi Dina. Sasa Hamza anamwambia Dina kwamba usiwaze kabisa, ili mimi nakwenda kulimaliza kwa amani na kisha utadili nao kujua nini kinaendelea kuhusu mgombea urais kulipuliwa. Baada ya Hamza akauliza kwamba Bwana Keita, kwa ninavyojua huwezi kudili na silaha pasipo kuwakilisha shirika la giza unalotokea. Bila kusita Keita akajibu, ni Django Army Merchant ndo ninatokea. Hamza akasema, kumbe ni Django. Hebu subiri kwanza nipige simu. Nikimaliza utaamua cha kufanya. Sasa akashtuka akasema, mpigie nani? Hamza akasema, tulia, utajua nikishamaliza kuongea. Pancho akasema, Mr. Keita, haina haja kupoteza muda na hawa watu. Swala ni moja tu, wachague chaguzi moja kati ya 3 tumalizane. Sasa hapo ndipo tupoishia, msikilizaji. Kipi kilichoendelea? Okay? Yes, tuachane kwanza na hapa, tuelekee maeneo ya Magnet, Las Vegas kule USA. Ni ndani ya jiji la Las Vegas, jiji ambalo kwa wacheza kamari hawakuhesabu muda. Usiku ni kama mchana na mchana ni kama usiku tu ndani ya jiji hili. Katika moja ya hoteli ya kifahari ya nyota 5, ndani ya chumba cha hadhi ya rais, alionekana mtu bonge mweusi mwenye kitambi akiwa amelala chali. Alikuwa mrefu wa mita kama 1.9 hivi. Vidole vya mikono yake vilikuwa vimevishwa pete ya madini ya almasi, dhahabu na madini mengine ya thamani. Shingoni alikuwa amevalia mikufu ya bei ghali. Mtu yule bonge alijikuta akitandaza miguu yake vizuri huku akifumba macho na kuyafumbua. Katikati ya eneo la mapaja yake alionekana mwanamke mzungu mwenye nywele nyeupe akiwa busy kumhudumia. Sasa yule mwanamke akauliza kwa sauti tamu ya kwamba, Mr. Mamen, are you comfortable? Aliuliza huku sasa akiinua kichwa chake akimwangalia kwa macho mlegevu, akimuuliza Big kama ni mwenye kuifurahia huduma. Mwanaume yule bonge, udendo ulikuwa ukitaka kumwagika kutoka kwenye midomo yake. Alionekana alikuwa ni kwenye ulimwengu mwingine wa raha. Sasa akajibu, comfortable, deeper the better. Aliongea kimaanisha azame chini zaidi ndio itakuwa vizuri. Basi yule mwanamke akasema, you are so annoying, I'm really tired. Aliongea yule mwanamke akimwambia anachukiza kwani amekwisha kuchoka. Sasa yule bonge ambaye ni kama ni mweusi tu hivi yani unaweza kumfananisha na msanii Rick Ross, alifungua drawer ya meza pembeni na alichomoa tu maburunguti ya pesa za dola na kumtupia. Big akasema ya kwamba hakikisha anajisikia vizuri mpaka kisogoni. Nitakupa kiasi chochote cha pesa unachotaka. Aliongea Big, na yule mwanamke sasa uchovu uliisha pale pale na alijikuta akiongeza mashambulizi ya kuhakikisha Big anajisikia vizuri. Dakika hiyo simu yake ilianza kuita. Hata simu yake tu ilikuwa imetengenezwa kwa housing ya madini ghali sana na kuifanya onekane kama kitu kisichokuwa cha kawaida kutokana na uthamani wake. Sabigi akalaani akasema kwamba ni kama ningejua ningezima hii simu. Nani ananipigia muda huu bwana? Big laani sasa akichukua ile simu na kuipokea, maana namba ilikuwa mpya tena haikuwa ya taifa hilo.
Big, naona kama kawaida yako sasa hivi unaringa Kwa hiyo unaona nisipaswi kukupigia hata kama ni swali linalohusu vita ya 3 ya dunia? Sauti ya kiume ilisikika katika simu ya Big. Kitendo cha Mamen kusikia sauti, mwili wake ulitetemeka na macho yake yalibadilika na kuwa mekundu, na hata ule msisimko aliokuwa akisikia ulipotea. Yule mwanamke aliyekuwa bize kuhakikisha Big anafurahia alijikuta akipiga kelele mara baada ya yani kasehemu ka Big kunywea kidogo. Sasa Big huku sauti yake ikabadilika akasema, "Boss, ni wewe kweli? Naona tena umenipigia bwana. Nimekumisi sana bwana." "Unafanya nini hapo? Lazima tu utakuwa na malaya kitandani. Yaani ndio kwanza kuna kucha. Wewe unahangaika na wanawake. Kuna siku utafia kwenye kifua cha mwanamke wewe." Boss, wewe mwenyewe unanijua vizuri. Isitoshe wewe ndio mtu pekee uliyevunja rekodi yangu. Aliongea kisha akatukanwa. Big akasema, "Boss, nasikia upo Tanzania. Habari za siku nyingi, vipi? Naweza kuja huko?" "Nina mambo mengi ya kufanya siku hizi. Kwa hiyo tutaona kama unaweza kuja. Nyie watu ni wasumbufu sana. Yaani mkisikia nipo mahali mnataka kuja tu. Sitaki usumbufu wenu. Nahitaji kutulia kwa sasa." Boss, kwa uwezo wako na ushawishi wako unaweza kuomba chumba mapumziko Ikulu na ukapatiwa na warembo kabisa. Hayo sio mapumziko, ila ni kujitia stress tu. Mapumziko ni yale wafariji wanakuwa wanabadilika kila siku kwenye kusisimua mwili wako. Starehe za kutumia hela hizo nishazichoka. Hata nikikwambia ni namna gani nafurahia maisha sasa hivi, hautonielewa Big. Kama ni hivyo bosi, kwa nini sasa umenipigia simu? Kuna dili jipya? Hakuna dili lingine, nishastaafu mambo. Sababu ni ipi sasa bosi? Au kuna sehemu nimekosea? Kwenye biashara zako unamfahamu bwana anayefahamika kwa jina la Keita? Ndio, mwaka juzi niliingia dili na kundi moja linalofanya shughuli zao ndani ya Afrika, kuiba madini adimu na kuyauza kwenda kwenye moja ya kampuni ya masuala ya kiteknolojia nchini Ufaransa. Linaongozwa na bwana Keita. Okay, huyu bwana wako naona ana juhudi sana. Muda huu nimeelekezewa mitutu ya bunduki, ndio maana nimekupigia simu kuthibitisha. Big, kwa hiyo sasa hivi umeshaanza kuwa mkubwa kiasi cha kunisaliti kisa tu yani nimetoka kwenye uringo? Big mara baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa Hamza, alijikuta mikono ikimtetemeka kiasi kwamba simu ilitaka kudondoka. Bosi, subiri kwanza, nitampigia simu sasa hivi. Kwa hiyo naomba kwanza nimfokee, baada ya hapo unaweza kumuua." Aliongea Big, na dakika ile alikata simu na kuitafuta namba ya Keita. "Unafanya nini sasa? Mbona imepotea?" Yule kahaba wa kizungu aliongea, lakini Mamen alimpotezea, na mara baada ya kuipata namba ya Keita alipiga pale pale. Sasa mara baada ya Hamza kumaliza kuongea na simu, hakuongea neno na alitulia akiangalia matokeo. Ijapokuwa Keita hakujua Hamza alikuwa akiongea na nani kwenye simu, lakini alihisi kuna kitu hakipo sawa. Dakika ile simu yake ilianza kuita na alisogea pembeni na kupokea, lakini muda huo alianza kuonyesha ishara za kupaniki. Upande wa pili ilikuwa ni sauti ya Big kutukana Kimarekani. Tena alikuwa anatukana kwa mara nyingi mfululizo kadri alivyoweza. "Boss, nimefanya kosa gani?" Wewe unataka kumuua nani sasa hivi? "Boss, umejuaje nataka kuua mtu?" "Hivi wewe unaitaka kumuua ni bosi wangu?" Keita alijikuta akikosa neno. Alishangaa mno kwa zaidi ya sekunde 10. Ni kama alikuwa akisharabu yale maneno. Alijikuta hofu ikimwingia na vigoti vya miguu yake vilianza kumlegea, na alijikuta akigeuka na kumwangalia Hamza. Sasa upande wa Hamza alikuwa akimwangalia Keita tu kwa mbali, na kwa jinsi alivyoonyesha kupaniki na woga alitamani kucheka. Sasa Pancho akauliza kwamba, "Mr. Geta, what happened?" aliuliza mara baada ya kuona mabadiliko. Sasa Dina macho yake alichanua. Alijua kabisa mabadiliko ya Keita ni kutokana na Hamza alipopiga simu, na kwake aliona mwanaume Hamza alikuwa akimshangaza kila siku. Sasa Pancho akauliza, "Nini tatizo Keita? Mbona uongei?" "Hivi unajua mimi na vijana wangu tutakufa sasa hivi kutokana na ujinga wako na wale wanasiasa wapuzi." Aliongea kwa hasira. Akaulizwa, "Unamaanisha nini Mr.?" Keita hakuchelewa, alichomoa Desert Eagle kutoka kwenye kiuno chake na kumchapa risasi 3 Pancho pale pale. Yaani mpaka Pancho anadondoka chini. Muonekano wake ulikuwa na shauku ya kutaka kujua kwa nini Keita anamshambulia. Keita mara baada ya kumalizana na Pancho, alitoa maagizo kwa vijana wake kuwashambulia watu wa Pancho, na walionekana kuwa sharp kweli kweli, kwani ndani ya sekunde wote walikuwa chini. Baada ya Keita kuituliza hali, alijikuta akimdondokea Hamza kwa magoti, huku akiwa na wasiwasi mwingi na akitia huruma. Prince Rich, bosi wangu ameniambia kila kitu. Kwa hiyo naomba unisamehe kwa ujinga wangu.
sikubahatika kukutana na wewe ana kwa ana, zaidi tu kusikia habari zako, ndo maana nimekosea, kwa naomba nisamehe sana. Kitendo kile kiliwashangaza mno Dina, Lawrence na wenzake. Walisha kujiuliza Hamza ni nani mpaka bwana yule kuwa na hofu namna ile kiasi cha kupiga magoti. Hamza akasema nipe bastola yako. Anaongea Hamza akiwa serious na kumfanya Keita kukakamaa mwili, lakini alimpatia. Sasa Keita akasema tafadhali naomba uache vijana wangu waondoke. Walikuwa wakifuata tu maelekezo tu kutoka kwangu na wanazo familia zinawategemea. Anaongea Keita, lakini Hamza hata kujali. Na muda ule ule aliinua ile bastola na kujielekezea kwake kana kwamba anataka kujipiga risasi. Tukio lile lilimshangaza kila mtu, wakishindwa kuelewa Hamza anataka kufanya nini. Sasa Dina akasema Hamza unataka kufanya nini? Usipende. Aliongea Dina, lakini kabla hata jamaliza Hamza alikuwa ashaachia risasi. Mlipuko wa ule bunduki ulimwogopesha mpaka Keita, na wote walimwangalia Hamza kwa mshangao, na walishangaa zaidi baada ya kuona hakuna kilichotokea. Yaani risasi ambayo ilitoka katika ile bunduki ilikuwa katika vidole vya Hamza. Haikueleweka amefanyaje, lakini ilionekana alikamata kabla ya kumfikia. Tukio lile lilimfanya Keita kushindwa kuendelea kupiga magoti na kukaa chini kwa kunyosha miguu kabisa, huku mapigo yake ya moyo yakidunda kwa kasi. Kabla sijafanya chochote, nataka muelezee kila kilichotokea. Sababu ya kwamba umepiga magoti sio kwa sababu ya bosi wako, bali ni kwa sababu yangu. Hivyo nataka majibu. Serafi, nipo tayari kuongea. Anaongea Keita huku akipiga kichwa chini kiasi cha kutoka damu kwenye paji la uso. Anza kuelezea kwa nini kifo cha mgombea urais na nani mhusika? Hatujahusika katika kumuua mtu. Serafi, tupo hapa nchini kwa ajili ya mazungumzo ya biashara ya kupitisha silaha kwenda Kongo kupitia bandari ya Mtwara. Kitu pekee tu ambacho mimi nafahamu kuhusu mhusika, tulipa tu kazi ya kumtorosha hapa nchini kupitia boti yetu. Aliongea huko akitetemeka, na kauli ile ilimfanya Dina kusikiliza kwa makini. Akaulizwa imekuaje mkajiingiza? Sitaki kuuliza maswali mengi, elezea kila kitu ninachotaka kujua. Ni kwamba mara ya mwisho nilivyokuja hapa nchini niliweza kukutana na mstaafu Mgweno kwa ajili ya kuingia dili la kupitisha silaha, lakini sasa kutokana na usafirishaji wote wa kimagendo kwa chini ya chatu hakutoa maamuzi. Badala yake sasa aliwasiliana na Miss Dina ambaye mara baada ya kuelekezwa kuhusu dili ile alikataa. Mstaafu baada ya ombi hili kukataliwa alituambia hana namna ya kutusaidia, kwani njia pekee ya kupitisha silaha hizo ni moja tu ambayo ni Mtwara, kutokana na bandari zote kuwa chini ya mwekezaji. Nini kiliendelea? Wakati sasa tukifikiria namna ya kutafuta njia nyingine ya kukamilisha dili ile, nilipokea simu kutoka kwa mtu ambaye alijitambulisha ni msaidizi wa rais. Unamaanisha Mheshimiwa Elias Simbilu? Ndio. Na alisema anataka kuonana na sisi kwa ajili ya mazungumzo ya namna ya kukamilisha kile tulichokuwa tukikihitaji. Sasa kutokana na kuwa na haraka ya kufanikisha ile dili, nilikubali, na kupitia msaidizi wake alinipa maelekezo niwaache vijana na boti yetu nchini Tanzania kwa muda na nikutane naye jijini Kuala Lumpur nchini Malaysia ndani ya tarehe aliyonitajia wakati akiwa ziarani. Naomba nisamehe sana Serafi, naomba nisamehe. Tukiwa tuzungumze kuhusu ile dili, imeshapita miezi 2. Ina maana huu mpango ulikuwa muda mrefu? Inawezekana Miss Dina. Kabla siku moja ya tarehe kufika, mimi niliweza kufika Malaysia na nilikutana na mheshimiwa kwa siri sana kupitia msaidizi wake, na nilitambulishwa kama mwekezaji. Kwa hiyo alitaka kuongea nini kwa siri namna hiyo? Mimi niliambia tu siku ya leo saa 4 kamili za usiku mgombea wa kiti cha urais kupitia chama chake atafariki kwa ajali ya gari, na atakayesababisha ajali hiyo napaswa kumtorosha nje ya nchi, na kama ikishindikana ni muue kabla ya kukamatwa na polisi. Kisha nitumie ushahidi feki wa tukio hilo kuhakikisha kwamba nakamilisha dili la kupitisha silaha. Ushahidi feki ni kutusingizia sisi ndio wahusika, si ndio? Ndio. Yaani jamaa ameenda mbali mpaka kutengeneza ushahidi feki. Yana faidika nini katika hilo? Aliuliza hivyo Lawrence. Hamza akasema kila kitu kipo wazi. Na mimi Jongo sio chaguo lake na jambo la pili alitaka kujitengenezea njia za kupata maslahi hata akiwa amestaafu kupitia ile dili. Sasa baada ya kuongea hivyo, Keita akasema ndio, alitaka 20% ya faida itakayopatikana, na wakati huo mgombea urais akiwa ni chaguo lake baada ya chaguo la Mgweno kufariki.
Sasa baada ya Keita kuongea hivyo, Dina sura yake ilijikunja. Akasema Mgono na Elias wanataka kupinduana. Madaraka huwa ni matamu sana ise. Aliongea Dina, lakini upande wa Hamza hakujali nani anampindua nani. Okay, vipi kuhusu muuaji ni nani? Kuhusu mfungwa tuna taarifa nyingi kuhusu yeye. Tulipatiwa tu picha pekee na tuliambiwa ni mfungwa wa kidiplomasia aliyefungwa kwa muda mrefu tu kwa siri. Kwa sasa yuko wapi? Ametoweka mara baada ya tukio. Kwa hiyo tunaamini tu alikuwa na mpango wake binafsi wa kujitorosha baada ya kukamilisha misheni. Okay, picha yake iko wapi? Aliuliza Hamza, na Keita alimpa ishara bwana mmoja wa kizungu na alimsogezea Hamza simu, na ilionekana picha ya mfungwa kwenye kioo cha simu, na mara baada ya kuiangalia alijikuta macho yake yakichanua, kisha akatukana. Hamza alijikuta akitoa tusi hilo na kumfanya Dina kusogea kuangalia picha hiyo ili kujua kwa nini kashangaa. Kitendo cha Hamza kuonyesha kuishangaa ile picha kama vile ni mtu huyo anamfahamu ilimpa na Dina shauku kutaka kujua ni nani. Baada ya kuangalia na kuona ni mwanaume wa kizungu aliyekuwa amevalia mavazi ya kifungwa huku akiwa na kipara, alimwangalia Hamza. Dina akauliza, vipi, unamjua ni nani? Naweza kusema ndio namfahamu, lakini hata nikuelezeni nani huwezi kumfahamu. Kinachonishangaza sio kwamba huyu ni nani, bali ni kuitwa mfungwa muda mrefu. Yaani sijakuelewa na maisha nini? Unadhani kuwa mfungwa muda mrefu ni kama miaka mingapi hivi? Inaweza kuwa hata miaka 20 na zaidi. Aliongea Dina, na kauli ile ilimfanya Hamza kutabasamu, lakini tabasamu lake lilikuwa na maana fulani. Kama sura ni ya mtu ninayemfahamu mimi, basi huyu hajawahi kuwa mfungwa. Na kama ni kweli alikuwa mfungwa hapa Tanzania, basi aliamua kulifanya gereza makazi yake muda mrefu. Aliongea, na kauli ile ilimfanya Dina kushangaa na kujiuliza, kuna mfungwa aina hiyo kweli? Yaani wa kuweza kukaa ndani ya gereza kwa hiari yake? Sasa Dina akauliza, kwa unavyoongea, kama kweli kahusika kumuua mgombea urais, unadhani jeshi la polisi litaweza kumkamata? Kwa 90% na uhakika hawataweza kumkamata, hata kivuli chake hawezi kukamata. Aliongea Hamza, na kumfanya Dina kumwangalia Hamza kwa shauku. Aitamani kumjua huyo mtu ni nani, lakini kwa muda huu alishindwa kuuliza hata kwa Lawrence. Sasa Keita yeye hakuwa akijua Kiswahili, hivyo hakuweza kusikia wanachozungumza ni kitu gani. Hamza alivyoonyesha kuridhika na ile picha, na kisha alimrudishia yule bwana aliyemkabidhi simu. Sasa upande wa Las Vegas, Big alionekana kuwa na wasiwasi mno. Zilikuwa zimepita dakika 15, na kadri dakika zilivyokuwa zinaongezeka ndio jasho lilizidi kumtoka. Mara baada ya simu yake kunguruma ikiashiria kuna ujumbe ulioingia haraka, aliangalia na kukuta ni wa Keita. Ujumbe uliandikwa kwamba bosi, tumesamehewa. Ndio ujumbe ulivyosomeka kwa lugha ya Kiingereza na kumfanya Big kupumua kwa nguvu, ikionyesha amepata weni. Ijapokuwa Keita alijiingiza mwenyewe katika anga za bosi wake, lakini alikuwa akiomba asiuliwe. Katika watu ambao amefanya nao kazi na waliomuingizia pesa ndefu na wenye ufanisi wa hali ya juu ni Keita. Hivyo kama angekufa kwake ingekuwa ni hasara. Sasa yule mwanamke wa kizungu akasema, Mr. Mamen, huyo mwanaume kutoka Tanzania ni muhimu sana kiasi hicho hiyo hoteli pamoja na kasino vyote ni vyako. Kwa nini unamwogopa sana? Yule mwanamke alikuwa ameshasikia mtu aliyekuwa akiongea naye yupo Tanzania. Big akasema, acha kuongea ujinga, huna unachokielewa. Aliongea bonge kwa kufoka huku akimsukumia pembeni, maana mudi ilikuwa imeshapotea tayari. Sasa Big akasema kwamba kwanza ondoka, sitaki huduma yako tena. Aliongea Big, na mara baada ya yule mwanamke kusikia kauli hiyo, kama nyoka alijikumbatisha katika mwili wa Big. Akasema, usifanye hivyo mpenzi, bado na mbinu nyingi ambazo sijakuonyesha bado. Big akasema, sitaki tena mbinu zako. Aliongea Big huku sasa akinyosha mkono wake kwenye kimeza na kuchukua sigara moja katika pakti na kuiwasha, kisha kuanza kuvuta. Yule kahaba wa kizungu aliona ni kama sasa mpango wake wa kupata maokoto umevurugika, na lawama zote alimpelekea Mtanzania aliyekuwa akiongea na Big kwenye simu. Afistoshe, mpaka kupata nafasi ya kumhudumia Big, alikuwa amefanya juhudi kubwa sana za kuweza kujirengesha. Sasa akaanza kulalamika akisema kwamba yote ni kutokana na huyo Mtanzania. Yeye ndio kaniharibia na kukufanya kukosa muda kuendelea na mimi. Mr. Mameni, wewe ni mtu mzuri sana kwake, lakini kwa nini sasa unaonekana hakujali kama rafiki? Kama ni kweli anakuheshimu, asingekutafuta muda mbovu kama huo.
Kitendo cha kusikia kauli ile kutoka kwa huyo mwanamke, hasira ilimvaa Bigi pale pale na alimkaba shingoni. Sasa kabla yule kizungu alijikuta akihangaika kujinasua kutokana na misuli ya Mamen ilivyokuwa yani mikono yake ilivyokuwa imemkaba sana shingoni. Na Mamen mwenyewe hakutaka kumwachia. Mamen akasema, mwanamke mpumbavu sana. Wewe ni nani mpaka kumsema vibaya bosi wangu? Yule mwanamke akasema, Mr. Mamen, naomba unisamehe. Sikujua unamheshimu kiasi hicho, naomba usiniue. Aliongea kwa kuomba, lakini Mamen hakuwa na mpango wa kumwachia kabisa na alizidi kumkaba. Mamen akasema, kumheshimu huyu mtu kwangu ndio imani. Aliongea kimaanisha Hamza kwake ndio imani yake. Na mara baada ya kauli ile alikaza mkono na kuizungusha shingo ile mwanamke na pale pale legea. Bigi hakuwa na hatia hata kidogo. Baada ya kuona amekwisha kumuua yule mwanamke, aliupiga mwili teke na kudondoka chini kwenye zulia. Na kisha bila ya nguo alitoka kitandani na kwenda kusimama katika dirisha, huku sasa akivuta moshi mwingi wa sigara. Katika macho yake alionekana kama mtu ambaye ameingia katika kumbukumbu ya maisha yaliyopita. Sasa huku upande wa Hamza alimsamehe Keita na kumwambia aondoke Tanzania na aachane na masuala ya madili ya silaha katika ardhi ya Tanzania. Sasa Keita alishukuru kusamehewa na kwa haraka sana aliongoza watu wake na kutoweka katika eneo hilo, huku sasa wakifuta ushahidi wote wa wao kuwepo nchini. Kuhusu masuala yaliyobakia alimwachia Dina adili nayo, kutokana na amekaa sana kisiasa na kutaka kujiingiza huko. Sasa Dina alitoa maelekezo ya mzee Seif kupelekwa safe house, yani apelekwe tu kwa muda mpaka mambo atulie, na vijana wake walifanya hiyo kazi. Sasa Hamza akauliza, vipi unapanga kufanya nini? Aliuliza Hamza mara baada ya kuingia kwenye gari. Alitaka kujua ni hatua gani ambayo Dina atachukua kuhusu swala la kifo cha mgombea urais. Dina akasema, mpaka sasa nimeshindwa kuamini kama Elias ameenda mbali namna hii mpaka kumuua mgombea urais tena wa chama chake, huku yeye akiwa mwenyekiti wa chama. Kuna kitu kinaniambia hili hajalitekeleza yeye peke yake, pengine kuna nguvu iliyo nyuma yake. Hamza akasema, unamaanisha nguvu ambayo inataka kumpindua Mgweno? Dina akasema, ndio. Elias anayemjua mimi sio jasiri kiasi hicho. Ijapokuwa Mgweno amekuwa akiitawala nchi nyuma ya pazia, lakini haimaanishi ana nguvu kila mahali. Katika uongozi wake alikuwa na maadui zake pia, na ndio namna ambavyo hata mtandao wetu wa chatu uliweza kuendelea kuwepo licha ya kuupiga vita kwa kipindi kirefu akitaka kuumiliki. Hamza akasema, kwa ninavyoona kwa sasa huu ni mpango ambao haujaisha bado. Muuaji kakimbia na sidhani kama anaweza kumpata tena. Alafu pili, upande wa Keita mpango umevurugika kwa asilimia kadhaa. Kama unavyosema ni sahihi, basi nina uhakika pengine Keita alikuwa na plan B ya mpango mzima. Aliongea Hamza na kumfanya Dina kidogo kushangaa. Dina akasema, unataka kumaanisha nini? Hamza akasema, wewe hebu chukulia kazi kubwa ya Keita ilikuwa nini katika huu mpango? Ni kumtorosha muuaji, lakini Keita amemkoswa muuaji. Hii maana yake walikuwa wakiujua uwezo wa muuaji kujitorosha yeye mwenyewe. Dina akasema, vipi kitendo cha kutaka kunisingizia mimi kama mhusika? Hamza akasema, ni kukujulisha kinachoendelea kabla ya kusikia mwenyewe kwenye taarifa habari. Yule Pancho alikuwa chambo tu. Aliongea Hamza na kumfanya Dina kuanza kufikiri. Dina akasema, maana yake ni kwamba ni hata kama ningeenda mwenyewe ningeweza kujua ukweli kutoka kwa Keita? Hamza akasema, nina uhakika huo licha ya kwamba ingekuwa ngumu, lakini kama ni kweli basi nguvu iliyopo nyuma ya Elias inamtafutia udhaifu pia. Aliongea Hamza na upande wa Dina baada ya kuanza kufikiria kimantiki. Ni kama sasa anaanza kuelewa pointi ambayo Hamza analenga. Basi Dina akasema, babu aliweza kulinda mtandao wa chetu kwa kushikilia udhaifu wa Mheshimiwa Mgweno, lakini hili lililotokea leo pia nimepata ushahidi wa Elias kupanga njama na kumuua mgombea wa kiti cha urais. Hii maana yake Elias na Mgweno wote wapo kiganjani kwangu. Kuhusu nani atarithi nafasi ya Jongwe, lazima atakuwa upande wa Elias, na kuna uwezekano pia amehusika katika mpango. Kama ni hivyo basi napata picha nani yupo nyuma ya Elias. Aliongea Dina kana kwamba anajaribu kuunganisha matukio na kumfanya Hamza kutabasamu. Hamza akasema, naamini atakuwa yule rais wa Rwanda. Aliongea Hamza kusasa akimshika Dina kiuno. Hamza baada ya kuongea hivyo Dina akasema, umejuaje? Hamza akasema, baby, si ushawahi kuniambia babu yako alifanikisha kumfunga mikono Mgweno kutokana na kumtengenezea udhaifu wa kashfa ya kuuza rasilimali za nchini China kwa ajili ya kumwokoa mtoto wake, na mpango ulisuku na rafiki yake mkubwa rais wa Rwanda?
aliongea Hamza na kumfanya Dina sasa kuitikia kwa kichwa, huku sasa akimwangalia Hamza kwa macho malegevu. Dina akasema, huyu mzee anataka kuitawala Afrika Mashariki nzima. Naona anajaribu kumweka rais anayemtaka madarakani, huku sasa wakati mmoja akizima nguvu ya Mgweno ambaye ni adui yake mkubwa. Hamza akasema, mtu wa nje anaweza kuona ni kiongozi mwenye akili sana, lakini upande mwingine wa shilingi, sababu ya kuwa na mipango mingi ni kutawala kwa muda mrefu na kuamini nchi ni yake, na anajaribu kila namna kuiendeleza licha ya kuwa na rasilimali chache. Aliongea Hamza kusasa kitabasamu, na Dina alitingisha kichwa kubaliana naye. Hamza akasema, mbona uniulizi swali lolote licha ya sura yako kuonyesha ina maswali mengi? Baada ya Hamza kuongea vile, Dina alikuwa akimwangalia sana. Dina akasema, ndio na maswali mengi. Yaani kwa kilichotokea leo na maswali mengi mno, lakini kwa sasa naona ngoja lipite tu. Hamza akasema, ukiuliza nitakwambia kila kitu. Msikilizaji, ukweli aliona Dina sio Regina anaweza kumueleza kila kitu na wala asipate mabadiliko zaidi ya kushangaa tu. Dina akasema, kwa sasa sitaki kujua vitu vingi, na hisi bado sina vigezo. Siku za baadaye nikijihisi kustahili kukujua nitakuuliza. Sitaki kujua sasa hivi, inaweza kunifanya niwe na mawazo kwa kuona tuna gap kubwa kati yetu. Aliongea Dina na kumfanya Hamza kutabasamu. Hakudhani Dina angekuwa na mawazo namna hiyo. Mpango wa Dina ilikuwa ni kujiimarisha zaidi uwezo wake binafsi. Alikuwa akijua kuna mbinu nyingi za kuwa na uwezo mkubwa, ikiwemo mbinu za kujifunza kanuni za mbingu na ardhi, kuamsha nguvu ya ndani, uchawi na mengineyo. Hamza alikuwa ni mtu ambaye anaamini ana mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, na alitaka ajifunze kutoka kwake na kufikia hatua ambayo atajiona yupo tayari kumjua Hamza. Sasa kutokana na muda ulikuwa umeenda, Hamza kupanga kurudi nyumbani. Ukweli ni kwamba angetaka kurudi ingekuwa rahisi tu, maana si alikuwa karibu na mji wa kisasa wa Egret, lakini sasa aliamua tu kurudi Kijichi na mrembo Dina. Mara baada ya kufika nyumbani, hakukuwa na cha kufanya zaidi ya kwenda kulala. Kulikuwa kuna vyumba vingi vya wageni ndani ya jumba la mrembo huyo, lakini Dina hailazimishwa aweze kupumzika pamoja. Hamza licha kukubali, alijitahidi asimfanye chochote huyo Dina. Baada ya Dina kuuliza maswali kibao kuhusu namna ya kuwa bora katika eneo la mapigano na kujua nguvu iliyojificha katika mwili wake, hatimaye alipotelea usingizini. Lakini upande wa Hamza, kama mwanaume rijali, ilikuwa ni ngumu kwake kulala. Alijikuta akikaa macho mpaka kuna kucha. Wakati ikiwa ni siku nzuri kwa watu wengine, upande mwingine haikuwa siku nzuri kabisa kwa mheshimiwa mstaafu Mgweno. Kumkeni Mgweno ni rais mstaafu. Inasemekana bana marais wanaostaafu wanapangaga nani awe rais. Kwa hiyo taarifa ya kifo cha mheshimiwa Jongwe aliweza kuzisikia usiku wa manane saa 7. Na tokea apate taarifa hizo hakuweza kupata usingizi kabisa. Kwanza anaanza vipi kupata usingizi? Kitendo cha kuuawa na bomu kwa Jongwe, tena akiwa ndani ya gari, ilimaanisha kuna mtu anataka kumpindua kinguvu ndani ya Tanzania, jambo ambalo hakuwa tayari kuona likitimia. Lakini hata hivyo, kama ilikuwa kweli, aliona wanaotaka kumpindua walikuwa wamepiga hatua. Usiku mzima kwa kuambizana na msaidizi wake Jonathan Machete, walipanga kila aina ya mpango wa kurudisha hali hiyo katika mstari wake. Hata mtoto wake ambaye alikuwa kwenye siasa akifuata nyayo zake alimpigia simu kumwelezea kile kinachoendelea. Sasa kijana akauliza, baba, tunafanyaje juu ya hili swala? Kijana huyo aliuliza kwa wasiwasi mkubwa. Nafasi yake ya waziri mkuu alikuwa akiona ikienda na maji. Msikilizaji, kitu ambacho Mgweno alikosea ni kukubaliana na Elias Mbilu kwamba kutokana na yeye kuweka mtu ambaye ni chaguo lake kuwania kiti cha urais, basi Mbilu yeye ataweka makamu wa rais ambaye ni chaguo lake. Sije tumeelewana? Yaani kitu ambacho mheshimiwa mstaafu Mgweno alikosea ni kukubaliana na rais Elias Mbilu kwamba kutokana na yeye kuweka mtu ambaye ni chaguo lake kuwania kiti cha urais, yaani Mgweno sasa ndio aweke chaguo lake, basi Mbilu yeye, yani Elias Mbilu yeye, na yeye ataweka makamu wa rais ambaye ni chaguo lake. Sije mnaelewa? Sasa wakati huo alipokaa chini na kufikiria, aliona kabisa alijipiga risasi mguuni. Ilionekana Mbilu, yani Elias Mbilu, tokea muda mrefu alikuwa na mipango ya kumweka rais anayemtaka madarakani kwa namna yote ile. Sasa mheshimiwa akasema, Bakari, wae nyumbani asubuhi, kwa sasa sina cha kuambia. Kwenye simu ambaye ndo huyo mtu anaitwa Bakari akasema, sawa baba, nitapanda ndege binafsi kufika asubuhi na mapema.
aliongea Bakari Mgweno. Alikuwa nyumbani kwao mkoani ambako ndio jimbo ambalo analogombea lilipo. Kama angetaka kuwa waziri mkuu ilimpasa kushinda kwanza ubunge. Sasa mheshimiwa siku huo mara baada ya kukata simu alimgeukia Jona Machete ambaye alikuwa busy. Akamwambia, vipi Machete, umefanikiwa kuwasiliana nao wote? Machete akajibu, ndio mheshimiwa. Nimetoa taarifa na wote asubuhi watakuwepo kwenye kikao. Aliongea Machete na kumfanya mheshimiwa kukaa kwenye sofa huku akionekana kuwaza. Bado hakuonekana kuridhika licha ya hatua ya kwanza kuichukua. Mheshimiwa akasema, okay, kabla asubuhi kuingia wasiliana na meneja wa benki na napaswa kujiandaa kwa lolote lile. Akajibiwa, sawa mheshimiwa. Mgweno kuna kila hisia ambayo ilikuwa ikimtawala. Alijua fika Elias alikuwa akihusika katika hili, lakini ushahidi wa moja kwa moja hakuwa nao. Sasa Jona akasema, mheshimiwa, Bizala anasema ameshindwa kuunganisha mawasiliano na mheshimiwa Elias. Aliongea Jona akipokea simu kutoka kwa Zalha ambaye ni katibu wake ndani ya ofisi ya mheshimiwa mstaafu Oysterbay. Sasa mheshimiwa akasema, ametoa sababu. Inawezekana vipi rais wa nchi kutokupatikana hewani? Jona akasema, wanasema mheshimiwa akapata dharura ya kiafya, yupo chumba cha uangalizi katika hospitali ya rufaa ya Green Eagles nchini Malaysia. Anaongea Jona na kumfanya Mgweno kutoa tabasamu la kifedhuri. Mgweno akasema, Elias ana maigizo sana, ila hajui kwamba mimi ni mtoto wa mjini na ndio niliyemuingiza ikulu. Anaongea sasa akingata meno kwa hasira na Jona alishia kukaa kimya. Sasa mheshimiwa akasema, wasiliana na IGP, nahitaji taarifa kutoka kwake sasa hivi juu ya mshukiwa wa mauaji. Anaongea hivyo na Jona dakika ile alifanya mawasiliano, na mara baada ya simu kupokelewa aliforward kwenda kwa simu ya mheshimiwa. Sasa akaambiwa kwamba IGP yupo hewani mheshimiwa. Aliongea na Mgweno, alitoa simu yake na kupokea haraka na kuweka sikioni. Mheshimiwa, nadhani tumewasiliana dakika 20 zilizopita. Sanga, tumekubaliana kila baada ya dakika 10 unanipa ripoti. Dakika 20 zimepita na una kimya. Mheshimiwa, hakuna ripoti ya kukupatia mpaka sasa, ila vijana wapo eneo la tukio. Maiti ya mheshimiwa Jongwe na mzee Martin pamoja na dereva zimefikishwa hospitalini kwa ajili ya kuhifadhiwa. Sawa, nataka ripoti sasa hivi afande. Hivi, kwa nini Jongwe alikuwa kwenye gari la Martin tena usiku akiwa hana ulinzi wa kutosha? Msaidizi wake namba 2 hakuwa na taarifa ya mheshimiwa kutoka. Kuhusu msaidizi wake namba 1 mpaka sasa hatujapata taarifa zake. Hakuwepo kwenye ajali ya gari, lakini pia nyumbani kwake hayupo. Anaongea GP akiwa mpole, lakini upande wa Mgweno alishia kungata meno yake kwa hasira sana. Katika taarifa tukio hili ilisemekana mheshimiwa Jongwe alikuwa nyumbani kwa mzee Martin. Umeelewa? Na wakati wa kuondoka alitoka na Martin, na ndipo gari yao ilipolipuka mara baada ya kusafiri kwa umbali wa kilomita 4 kutoka nyumbani kwa Martin. Swali lilikuwa ni moja, licha ya kwamba inafahamika Martin na Jongwe ni marafiki, lakini ilikuwaje Jongwe akatoka nyumbani kwake bila msaidizi wake kujua na akaenda kwa mzee Martin? Sasa mheshimiwa alijiuliza maswali mengi, lakini aliamua kufuata ule msemo wa the dead have no tales to tell. Yani mfu hana story tena kusimulia. Sasa akiwa ameshapanga mikakati ya kuchukua, hatimaye asubuhi ikaingia akiwa jalala kabisa, na muda huo alikuwa akisubiria viongozi waliokuwa upande wake ndani ya chama kufika nyumbani kwake kwa ajili ya kikao cha siri na cha dharura kabla ya kifo cha Jongwe kutangazwa. Alikuwa amezuia kifo hicho kisitangazwe kabla ya mwafaka wa kuamua nani aingie ikulu. Msikilizaji, nakupa protocol Basi saa 2 kamili ilikuwa ndio muda wa kikao, lakini ajabu mpaka inafika saa 2:30 viongozi waliofika kwa ajili ya kikao walikuwa 7 tu. Tena 3 kati yao wakiwa sio wale wenye vyeo vikubwa kwenye chama. Sasa mheshimiwa akasema, Jona, mbona hawajafika mpaka muda huu? Una uhakika ulifanya mawasiliano nao? Jona akasema, ndio mheshimiwa, na niliwapa muda sahihi wa kikao ni saa 2 kamili. Anaongea Jona na kumfanya mheshimiwa kuanza kuzunguka chumba chake kama vile amekuwa kichaa.
Mheshimiwa akasema kuna jambo lipo sawa. Hebu ongea na vijana wafuatilie sasa hivi unipe majibu. Jona akasema mheshimiwa pengine wamechelewa tu. Kwa nini tusiwape muda angalau nusu saa? Mstaafu akafoka akasema Jona, mimi si mjinga kuambia ongea na vijana bwana. Nimekuambia ongea na vijana wafuatilie. Umeanza lini kwenda kinyume na ninachokuagiza? Jona akasema nitawasiliana na vijana mara moja mheshimiwa. Aliongea Jona na kutoka katika sebule, na muda huo alipishana na mke wa mstaafu akiingia akiwa amebeba tray. Sasa mke akasema Mgweno, mpunguza wasiwasi basi. Hebu kunywa basi chochote kwanza ndio mengine afuate. Sasa Mgweno akasema Mama Bakari, wewe unadhani kwa kinachoendelea nina muda hata kuweka kitu mdomoni? Aliongea akiwa kakereka na kumfanya Mama Rahma kuweka ile tray kwenye meza na kuanza kuandaa. Mama Rahma akasema mume wangu, hivi sio namna nilivyokuzoea. Tumekuwa pamoja kwa muda mrefu na tumepitia makubwa kuliko hili. Na kipindi chote hicho hukuwahi kupoteza utulivu wako. Wewe mwenyewe unamwambia Bakari kila siku hatua ya kwanza ya kutatua tatizo ni kujipa utulivu, lakini naona unaenda kinyume na maneno yako. Aliongea na muda ule ni kama amekumbushwa kuhusu Bakari. Akasema kwamba kuhusu Bakari mpaka sasa hivi hajafika tu. Sauti ya mtu kuingia ndani ya sebule ilisikika ikisema baba nipo hapa. Hebu kwanza angalia taarifa habari. Sauti ile inaonekana huyo mtu alikuwa ni mkuku bwana. Na inaonekana ndo Bakari mwenyewe. Sasa mama yake akasema Bakari kuna nini? Anaongea mama yake, lakini sasa Bakari alikuwa ni mwepesi mno kuikimbilia remote ya TV na kuweka taarifa habari. Kitendo cha mstaafu Mgweno kuona ile habari, alijikuta vigoti vya miguu vikilegea. Ilikuwa ni habari ya kifo cha Jongwe, mgombea wa chama. Licha ya kwamba Mgweno hakuruhusu taarifa hizo kutolewa, kilichomlegeza ni sababu ya kifo cha Jongwe. Yaani kulingana na uchunguzi wa jeshi la polisi wanasema ni kweli mheshimiwa Jongwe amefariki, na wamethibitisha mhusika mkuu ni Yohana Kamote ambaye ni msaidizi namba 1 wa mheshimiwa Jongwe. Polisi wanasema wamemkuta Kamote hotelini akiwa amejinyonga na kuacha wosia, akisema kwamba mheshimiwa Jongwe alimuiba mpenzi wake Janet, yani mke wa mheshimiwa Jongwe. Kamote anadai alikuwa kwenye mapenzi na Janet kabla ya kuolewa na Jongwe, na mapenzi yao yaliendelea hata wakati Janet akiwa ameolewa tayari na wamezaa mtoto mmoja ambaye anafahamika ni wa Jongwe, yani wa Jongwe huyo. Kamote anasema Janet alianza kubadilika baada ya mume wake kupewa dhamana ya kuipeperusha bendera ya chama, na kutokana na wivu ameamua kumuua Jongwe na kujiua yeye mwenyewe kumkomoa Janet. Polisi wanasema Janet ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya mahojiano kuthibitisha kama kuna ukweli juu ya maneno ya marehemu Kamote. Sasa mstaafu Mgweno alijikuta akinyongonyea. Upande wa Mama Rahma pia hata ile mudi ya kumlazimisha mume wake kunywa chai haikuwepo kabisa. Sasa mke wa mstaafu akasema jamani Mama Lebron nili. Mke wa mstaafu alijikuta kiropoka na kufanya Bakari na mume wake kumwangalia kwa macho yaliyojaa maswali. Bakari akauliza, mama unajua nini? Aliuliza Bakari, na Mama Rahma alianza kumwangalia mume wake kwa wasiwasi. Sasa mheshimiwa akasema, Bakari unajua nini? Mbona uongee unaniangalia tu? Usiniambie kinachosemwa na polisi ni cha kweli. Bakari akasema, mume wangu naomba unisamehe. Sikukuambia kuhusu hili, maana sikuwahi kuona ni muhimu. Ni kweli nimejua muda mrefu tu Janet alikuwa akitembea na marehemu. Hajikuta akishindwa kuendelea kuongea na kuanza kulia. Mgweno alitamani kumvamia mke wake kumdunda, lakini Bakari alionekana kuwa makini na baba yake kumsogelea mama yake. Yaani sio kwamba eti alikuwa akimtetea mama yake, lakini baba yake alikuwa na tabia kumpiga mama yake na hakuwa akipenda. Asa Mgweno hakutaka kusikiliza neno lingine, na alitoka ndani ya sebule hiyo na kuelekea moja kwa moja kwenye ukumbi wa mikutano. Lakini mara baada ya kuona hakuna ambaye ameongezeka, alijikuta hofu ikimwingia. Sasa John akasema, mheshimiwa kuna ujumbe wako. Sauti ya John ilisikika na kumfanya sasa mstaafu na wale waliokuwa ndani ya ukumbi kumwangalia John kwa shauku. John akasema, taarifa imefika ofisini kwako asubuhi hii. Unahitajika kwenye kikao cha dharura cha halmashauri kuu ya chama. Saa 3 kamili ndio kinaanza ukumbi wa makao makuu. Mheshimiwa akasema, kikao saa 3 kamili? Taarifa naletewa saa 2:30. John, nini kinaendelea? John akasema, mheshimiwa hata mimi nimeshangaa, ila ni Zahla ndio kafikisha hii taarifa. Aliongea John, na mheshimiwa alimwangalia msaidizi wake kwa udadisi na kuongea neno.
alihisi harufu kubwa ya usaliti kwa vijana wake aliowaamini. Mgweno akasema airisha hiki kikao, tunaelekea makao makuu. Aliongea sasa huku sasa akitoka ndani ya eneo hilo kwa pupa. Kuna jambo alikuwa kiliwaza katika akili yake, lakini hakutaka kulipa kipaumbele kwa wakati huo. Alitaka kuwahi kwanza, maana kama akichelewa na maamuzi yakifanyika, hata kama ana ushawishi mkubwa, hatakuwa na uwezo wa kupinga maamuzi ya watu wengi. Sasa tuachane kwanza na watu, turudi kwa huyu kijana wetu Hamza. Ilikuwa ni asubuhi tu na mapema, alikuwa ashaondoka nyumbani kwa Dina. Siku hiyo mpango wake ni kwenda kazini na kisha akutane na Eliza amueleze kuhusu ndoa feki alofunga na Reji. Hamza hakutaka kabisa kumkosoa Eliza, lakini aliona sio vizuri kwamba akimdanganya. Hamza anamuelewa sana Eliza. Sasa baada ya kufika ndani ya kampuni, alikuwa amewahi sana na hata Eliza hakuwa amefika bado. Hivyo hakuwa na chaguzi zaidi ya kwenda ofisini kwake na kuangalia kazi ambazo anapaswa kufanya. Na mara baada ya kufika tu, Linda alionekana kumtafuta na alimwangalia Hamza kwa ukauzu mkubwa. Linda akasema, hivyo umekuaje? Una siku ngapi hujaripoti kazini na kwa nini unachelewa? Yaani boss kafika wewe ndio unaingia kazini? Aliuliza Linda, yani kana kwamba yeye ndio boss. Hamza alitaka kumwambia mwanamke huyo yeye ni nani wa kumpandishia ili hali amemuoa bosi wake. Unajua kuna watu wengine kazini bwana wanajikutaga kiherehere, kisuve, kisawengo. Lakini Hamza aliona ngoja ajizuie tu. Akamwambia nilikuwa na masuala binafsi ndio maana. Linda akasema, hii ni tabia gani unaojaribu kuonyesha? Yaani masuala binafsi ya kwako unaleta kazini? Fahamu ya kwamba mambo yako binafsi hayapaswi kuingiliana na masuala yako ya kazi. Umesikia? Usijione kwa sababu eti unajua watu, yani unajuana sijui na watu maarufu ndio unaweza kufanya chochote kile unachotaka. Msikilizaji, unaweza kujiuliza hapa ni nani anayefokewa hivi? Ni Hamza. Hamza anafokewa bwana. Na Hamza alijifanyisha mzembe tu, yani kama kawaida, na kutingisha kichwa, lakini upande wa Linda ni kama hajaridhika. Aliishia kuchukia mara baada ya kuona hakuna dalili ya woga kabisa kutoka kwa Hamza. Alikuwa na kila haki ya kukasirika. Wote na Hamza walikuwa na nafasi sawa. Lakini yeye alikuwa na muda, yani yeye muda wote tu alikuwa busy kuhakikisha kwamba ratiba za bosi wake zinaenda sawa. Sasa Hamza ambaye wapo nafasi sawa anafanya anachotaka. Yani wote ni wasaidizi wa kazi za ndani, lakini mmoja anaamka anavyotaka, mwingine kuosha vyombo atajisikia tu, lakini kuna mwingine yeye anahakikisha kazi imeenda sawa. Sasa hao wasaidizi wawili hawezi wakapatana hata siku na moja kwa sababu mmoja anaonekana mvivu. Kwa sasa Linda yeye alishia tu kumwangalia Hamza kwa macho mabaya na kisha aligeukia ofisi ya bosi wake na kwenda ndani. Reji muda huo alikuwa ameshafika kazini tayari na aliwahi, kwani alikuwa na viporo vingi vya kufanyia kazi. Hata pale jana aliporudi na kutokumkuta Hamza nyumbani wala hata kujali kabisa, na kila alipohisi kupandwa na hasira alijiambia cheti chao cha ndoa ni kwa ajili ya kupata hisa za bibi yake tu na hakuna kingine. Sasa Linda aliita kwa unyenyekevu bosi. Aliita hivyo mara baada ya kuingia katika ofisi ya Reji na aliongea mara baada ya Reji kumwangalia. Linda akasema, kuna tatizo nataka kukushirikisha. Reji akasema, tatizo gani? Aliongea sasa akirudisha macho yake kwenye karatasi aliyokuwa akiangalia. Linda akasema ni kuhusu Hamza. Asa kauli yake ile ilimfanya Regina mikono yake kutetemeka kidogo, na kisha alimwangalia Linda kwa shauku. Akamuuliza nini kimetokea? Yani anaonyesha tu tabia ambayo sio nzuri kazini. Kuanzia siku zilizopita anafika kazini yani kwa kuchelewa tu, na siku zingine haonekani kabisa na hakuna taarifa. Tukimwacha akaendelea kama hivi ni taswira mbaya kwa kampuni. Kwa hiyo unaona tumfanye nini sasa? Aliuliza Regina, lakini Linda kidogo alishangaa, maana ni mara chache sana kwa Regina kuuliza swali kama hilo. Kiufupi alikuwa na majibu kwa kila kitu. Mimi naona vizuri tu kama tukimfukuza kazi tu. Hapana. Aliongea Regina haraka na kumfanya Linda kuinamisha kichwa chake chini kwa kusikitika. Linda akasema bosi ni kwa sababu anafahamiana na Mastalek. Hapana, ni kwa sababu hawezi kuachishwa kazi. Lakini wewe unaonaje tukifanya hivi? Muandalie kazi ambazo zinahitaji muda na nguvu. Wewe mpe tu kazi, hakikisha muda wote ana kitu cha kufanya. Aliongea Regina na Linda alikubali na kutoka ofisini. Linda akiwa kwenye ofisi yake alikuwa shaona ni kazi gani ambayo anapaswa kumpatia Hamza. Kulikuwa kuna kesi mbalimbali ambazo zimetoka kwenye kampuni tanzu, na moja ya kesi iliyokuepo ni kutoka idara ya Sales and Business Development. Walikuwa wakitoa taarifa juu ya kampuni ya Dede kutoka Bagamoyo. Wamepitiza siku za kulipa pesa wanazodaiwa
na walijaribu kufanya mawasiliano na kampuni hiyo, lakini sasa wametoa taarifa kwamba watalipa kwa cash na anayepaswa kufuata hayo malipo ni Eliza, meneja wa idara ya mauzo. Sasa kipindi ambacho kampuni ya Dede inaingia katika tenda ya kibiashara na Dosam, dili hilo lilisimamiwa na meneja wa idara ya mauzo yani Eliza. Lakini sasa kutokana na Dede kukosa kiasi chote cha pesa, waliomba kufanikishiwa tenda yao na watalipa kiasi kilichobakia katika muda wa miezi 3 na Eliza aliweza kuidhinisha. Sasa ilikuwa ni ngumu kuona kampuni inamwekea masharti mtu ambaye amemkopesha. Hii ni kwa sababu ya nguvu ya kampuni hiyo ya Dede. Ndio kampuni iliyoaminika kuongoza kwa utapeli. Ilikuwa ni kampuni ambayo inamilikiwa na Masai, na huyo Masai alikuwa akiaminisha Wamasai wenzake kwamba hiyo ni kampuni ya kabila lao. Sasa ilishangaza wamiliki wa kampuni hiyo kumtaka Eliza ndio akachukue malipo. Yaani ilionekana ni kama kuna mtego. Sasa mara baada ya Linda kukumbuka Hamza anajua mbinu kadhaa za mapigano, aliona ni kazi ambayo inamfaa sana. Sasa Hamza akauliza Linda, kuna kazi ninayopaswa kufanya? Aliuliza Hamza mara baada ya kumuona Linda akiingia ofisini kwake. Linda akasema ndio, ila sio kutafasiri kama ulivyozoea. Leo kuna kazi nyingine nje ya ofisi. Kuna malipo yetu ya mwisho, ni ya mwisho tu ya mauzo, na tunao wadai wanataka twende tukachukue cash. Sasa kwa nini mimi nikamilisha hayo malipo? Hii ni kazi ambayo unapaswa kufanya na idara ya mikopo. Au ya fedha, au ya mauzo. Kwa nini wewe mimi? Upo sahihi, lakini kampuni tunayodai kidogo ina upekee wake. Hivyo tusipomtuma mtu ambaye sio makini anaweza kupata matatizo. Unaonesha una uwezo wa kupigana. Hivyo utaenda kama bodyguard kuhakikisha meneja Eliza hapati shida. Okay, ni kampuni gani? Aliuliza Hamza, maana baada ya kusikia ataenda na Eliza kidogo aliingiwa na utayari wa kwenda, lakini alitaka kujua ni kampuni gani kwanza. Akaambiwa inaitwa Dede Entertainment. Aliongea na kumfanya Hamza kuona huyu Linda ni kama anamtafutia matatizo tu. Hamza aliwahi kusikia kuhusu hiyo kampuni mtandaoni, lakini hakuwahi kuingia. Kulikuwa na taarifa za malalamishi kibao kwenye mitandao zikilalamikia serikali kuhusu watu wengi kupotea ndani ya kampuni hiyo na hakuna hatua zozote zinazochukuliwa. Sasa Linda akasema hili swala wameweka masharti watalipa cash. Tunataka kuona kama kweli wanayo nia ya kulipa, na kama hawana tuchukua hatua za kisheria kuwadai. Lakini kama tukiwashtaki itachukua muda mwingi mpaka kushinda kesi. Hivyo kama wapo tayari kulipa kwa cash, haina haja ya kukataa kwenda kuzichukua hizo pesa. Baada ya Linda kuongea hivyo, Hamza mara baada ya kumwangalia huyu mwanamke alivyokuwa akimpa maelekezo, aliona nini kama anataka kumuingiza matatizoni. Lakini kwa sababu hakuwa na mpango wa kuendelea kubishana na huyu mwanamke ambaye ni kama anamuonea wivu kwa kula bata kazini, aliamua kukubali na alitoka ofisini kwenda kumtafuta Eliza. Sasa Hamza mara baada ya kuonana na Eliza, mrembo huyo alionekana kama amechoka mno, licha ya kwamba ilikuwa ni asubuhi. Ni kama vile alikuwa ameachwa na mpenzi. Eliza, kwa nini unaonekana kuchoka hivyo? Aliuliza Hamza, na mara baada ya Eliza kukutanisha macho na Hamza, alionyesha kulazimisha tu tabasamu. Labda ni kwa sababu nilikosa usingizi jana. Vipi, kwa nini umekuja ofisini kwangu? Linda akasema kuna hela za malipo unazokwenda kukusanya leo. Ameniambia niende na wewe kama mlinzi. Kwa tunaenda pamoja. Ndio. Ni kweli nikubali kwenda, lakini pamoja na Captain Yones kama mlinzi wangu. Ombi la kampuni hiyo kutaka Eliza kwenda kuchukua hayo malipo lililetwa kabla ya Yones kupatwa na matatizo mpaka kulazwa. Hivi hii kampuni ya Dede inatisha namna gani yani? Unajua nimewahi kusoma mtandaoni kuna mdau analalamika kwamba ndugu yake kapotea ndani ya kampuni hiyo. Unajua ni kumekuwa na taarifa nyingi sana kuelezea, lakini hajulikani kama ni za kweli ama za uongo. Polisi pia hawajawahi hata kukanusha, ndio maana wafanyakazi wengi wanaogopa. Lakini wana wateja wengi tu na wapenda starehe sana. Aliongea Eliza, ilionekana hata yeye hakuwa na uhakika kama hiyo kampuni ina shida. Kama kampuni haijulikani uendeshaji wake, kwa nini sasa mnafanya nayo biashara? Unajua mteja hawezi kumkatalia kumhudumia kwa sababu eti umesikia tetesi ni mtu mbaya. Labda kuwe na ushahidi wa wazi unaothibitisha hayo madai. Vinginevyo kama amekidhi vigezo, kimkatalia lazima umpe sababu ya kueleweka. Unajua kampuni ni taasisi na haikopeshi wateja kulingana na tabia zao, inaangalia vigezo. Aliongea Eliza na kumfanya Hamza kutingisha kichwa kubaliana naye. Okay, kama ni hivyo basi angetafuta mtu mwingine wa kwenda. Kampuni na watu wengi wa kudai madeni, sio lazima wewe. Unajua mara mwisho alienda mtu kwa niaba yangu, lakini
hakuweza kukutana kabisa na mkurugenzi wao, lakini ilisemekana alikuwepo, na baada ya kuwatishia kuwachukulia hatua za kisheria, ndio bosi wao akasema anataka mimi niende nikapatiwe keshi. Sasa huo ni mtego. Mimi najua, ndio maana sasa sikutaka kwenda mwenyewe. Nilipanga kwenda na Captain Ones. Mara baada ya wawili hao kutoka nje ya lifti sehemu ya maegesho, Eliza alisogelea gari ya Mjerumani ya rangi nyekundu hivi. Ilionekana ile gari ya Toyota ambayo ilipata ajali ilibadilishwa na kupewa gari nyingine. Eliza, ni lini umenunua gari kali namna hii? Aliuliza Hamza kwa mshangao, maana ilikuwa ni gari ya hadhi mno. Na kwa haraka alijua sio chini ya milioni 100. Kama sio chini ya milioni 100. Sasa Eliza akasema sijanunua mimi. Hii ni zawadi tu kanipatia Regina kutokana na kufanikisha dili lake la kampuni kutoka Morogoro. Ni gari ya bei sana najua, lakini nilishindwa kuikataa maana mwenyewe ndio kanipa. Aliongea Eliza na kumfanya Hamza kushangaa. Ilionekana Regina alikuwa akimjali mno Eliza, lakini bado ni kama kuna kitu kilimpa ishara tofauti. Ilionekana kulikuwa kuna zaidi ya sababu kwa Regina kumpatia Eliza gari ya bei ghali namna hiyo. Hata mimi naona hukuwa na haja ya kukataa. Isitoshe unahitaji usafiri. Ndio, bosi ananijali ndio maana sitaki kumwangusha. Aliongea Eliza huku sasa akiwa na muonekano usioweza kuelezeka ni wa furaha au wa huzuni. Kwa namna ambavyo Eliza alikuwa akiongea, ilizidi kumpa wasiwasi Hamza na kujiambia kuna kitu ambacho hakipo sawa kabisa, lakini hakuelewa nini kinaendelea. Isitoshe Eliza pia alionekana kutokuwa na raha kabisa. Kwa sababu Hamza ndio aliyekuwa akiendesha, Eliza alisema analala kidogo. Msikilizaji, kampuni hiyo ilikuwa maeneo ya Msata Bagamoyo, hivyo ilikuwa ni safari ya kama masaa mawili hivi. Kutokana na Eliza kulala, Hamza aliendesha gari kwa spidi kubwa ya wastani, na ndani ya muda mfupi aliweza kufika na kuingia kwenye barabara inayokunja kushoto, akipishana na kituo cha kujazia mafuta cha Lake Oil. Dede, licha kwamba ilikuwa ikiitwa kampuni, lakini ilikuwa ni kama hoteli tu. Tajiri Eliza, mara baada ya kupata madini makubwa yaliyompa zaidi ya utajiri wa dola milioni 10 za Kimarekani, ndio alijenga katika eneo hilo ambalo ilikuwa ni shamba lao kabla hata kutajirika. Hamza, mara baada ya kuegesha gari, Eliza aliweka nywele zake vizuri na wote wakashuka na kuanza kutembea kulisogelea geti. Na mara baada ya kufika getini, hawakuweza kuingia maana lilikuwa limefungwa na walishia kugonga tu. Sasa sauti ya Masai ikasikika ikisema kwamba mnaenda wapi? Ilisikika tu kupitia kwenye kadirisha kadogo tu. Eliza akasema tunatokea kampuni ya Dosam, tuna miadi na Mr. Liza. Mlinzi akasema Dosam, hebu subiri kwanza tutoe taarifa. Basi kile kidirisha kilifungwa. Walionekana kuwa makini kama vile wanafanya biashara haramu humo ndani. Paka dakika 5 zinaisha ndio mlango wa geti dogo ulifunguliwa. Tena ulifunguliwa na mwanamke aliyevalia sare za hudumu. Yule mwanamke akasema nadhani utakuwa unaitwa Eliza, meneja kutoka kampuni ya Dosam, unaweza kunifuata? Aliongea mwanamke na Hamza na Eliza waliingia ndani. Ilikuwa ni eneo kubwa mno lenye bustani zilizotengenezwa tena zenye kuvutia. Kulikuwa kuna hadi na sanamu kubwa ya ng'ombe katikati ya bustani. Jengo la kampuni hiyo lilikuwa limeenda hewani kwa floor kama 4 hivi na pana sana. Ukweli licha ya kuambiwa hiyo ni kampuni, lakini alishindwa kuelewa ni kampuni aina gani. Hamza alijiambia pengine ni biashara iliyoandikishwa kama kampuni pekee, lakini kiuhalisia sio kampuni. Basi walimfuata yule mhudumu ambaye aliwaingiza katika korido ndefu iliyokuwa na kila aina ya michoro ya Wamasai, ikiwemo morani na viongozi wakubwa wa Kimasai waliowahi kutamba katika historia. Kulikuwa hadi na picha za baadhi ya tamaduni zao, ikiwemo vinyago na mengineyo. Licha ya michoro hiyo, jengo hilo lilinukia harufu ya kitajiri. Ni aina fulani vya harufu hata benki unaweza ukainusa hiyo harufu Mimi nadhani hata yani benki aingie mtu ana shombo la samaki, lakini akishaingia tu ndani mle harufu haiwezi kasikika, haiwezi chezea benki wewe. Waliweza kupishana na watu tofauti ikiwemo wanawake na wanaume, na walikuwa wamevaa na wakapendeza mavazi ya pesa nyingi. Na kuna hata wale ambao Hamza aliweza kuona walikuwa na mafunzo ya mapigano. Eliza alikuwa mwanamke mrembo, na kitendo cha kuingia eneo hilo ilikuwa ni kama anaingia kwenye shamba lililojaa mbwa mwitu. Kila mwanaume aliyekuwa akimwangalia anaonekana kumtamani. Hata Hamza aliweza kuona namna ambavyo Eliza alikuwa na wasiwasi, lakini hakuongea chochote. Ili kumuondolea wasiwasi, aliamua kumshika mkono.
Eliza mara baada ya kushikwa mkono na Hamza alishtuka kidogo, lakini kwa wakati mmoja alionekana kujisikia vizuri kwenye moyo wake. Lakini macho yake alipokuwa akimwangalia Hamza ni kama alikuwa akionyesha hisia za mwanamke mpweke. Ni kama zile hisia ambazo michepuko wanakuwa nazo wakati wakiwasindikiza kwa macho waume za watu wakirudi nyumbani kuonana na familia zao. Mara baada ya kutembea kwa takriban dakika 7, waliweza kufika katika eneo ambalo lilikuwa kama sebule. Kulikuwa kuna kila aina ya samani za bei ghali na kulikuwa hadi na kitanda chembamba cha kupumzikia. Sasa yule mhudumu akasema, mtasubiri hapa chumba cha mapokezi kwa dakika chache. Bosi kwa sasa upo bize. Aliongea yule mhudumu na kisha kaondoka na kuacha ukimya ndani ya eneo hilo. Kulikuwa na runinga pekee ambayo ilikuwa ikionyesha habari za kifo cha mgombea wa urais wa chama tawala ambazo hazikumvutia Eliza kwa muda huo. Hamza akasema hili eneo yani ni kama vile tupo Ikulu. Ndio maana kuna malalamishi mengi kuhusu ile eneo. Aliongea Hamza, maana ukimya wa hilo eneo ni kama vile hakuna kinachoendelea. Eliza akasema, unajua nimepitia mengi na kuna kila dalili zinazoniambia kuna kitu hakipo sawa. Tunapaswa kuwa makini. Aliongea hivyo Eliza na kumfanya Hamza atake kumuuliza swala ambalo aliambiwa na Dina kutaka kutengenezwa na mheshimiwa Mgweno kama shushushu wao wa karibu na Regina. Sasa Hamza akasema, unahisi hivyo? Eliza akasema ndio, unaweza ukawa hujapitia changamoto nyingi, lakini kama meneja wa idara ya mauzo nimekutana na kila aina ya wateja kukamilisha mauzo. Hatujaambiwa hata ni muda gani tunakutana na Mr. Liza. Hii inaonyesha wametukalisha hapa makusudi kuvuta muda. Aliongea na kumfanya Hamza kutabasamu. Hamza akasema, Eliza, unajua Eliza nyumbani ni tofauti sana na kazini. Unaonekana upo makini sana. Eliza akasema, sina tofauti wote, nyumbani na kazini nipo makini. Aliongea Eliza kwa kulalamika, lakini kitendo cha kulainisha midomo na mate ni kama ilimpa hamasa Hamza kutaka kumkisi hapo baada ya kuona wapo wenyewe tu na alichowaza ndio alifanya. Alimshika yule Eliza na kumsogelea. Eliza akamwambia, unataka kufanya nini? Aliongea, lakini alionekana kulegea mbele ya Hamza na ilikuwa ni kama sasa ishara nzuri kwa Hamza kuzidi kumsogelea ili kuweza kumpa busu Eliza. Sima tu aliwahi kumziba Hamza mdomo na kiganja chake. Eliza akasema, wewe Hamza, hebu usiwe hivi bwana. Hatuwezi ase. Aliongea Eliza akijitahidi kuwa serious na mdau. Sasa ni kama sasa Hamza na yeye alikumbuka kuhusu swala la ndoa kwamba bado hajamwambia ukweli. Hamza akasema, sorry Eliza, shida ni kwamba tukio wenyewe hivi yani nashindwa hata kujizia kuangalia unavyovutia. Eliza akasema, kwa sasa tuwe busy na kazi kwanza. Aliongea Eliza kikauzu huku akisogea mbali kidogo na Hamza, na kitendo kile sasa kilimfanya Hamza kuona huyu sio Eliza aliyemzoea. Walikaa kwa zaidi ya dakika 20 bila mtu yeyote kufika na hata hawakukaribishwa hata kinywaji. Hamza alijikuta akianza kuchoka na kuanza kupiga miayo. Na alisubiri kwa nusu saa nyingine, lakini hakutokea mtu. Na muda wa chakula cha mchana ulifika na kumfanya sasa Hamza kuisinja. Hamza akasema, oya, inaonekana wanataka kuendelea kutukalisha hapa. Eliza akasema, tusubiri kidogo. Hamza akasema, oya, mimi naona tunapoteza tu muda. Kwa nini tusiende kumtafuta mwenyewe? Tuweza hata kuuliza wafanyakazi watuambie ofisi yake ilipo. Eliza akasema, unafikiri itakuwa rahisi wafanyakazi kutuambia? Aliongea Eliza, na muda huo mlango ulifunguliwa na alionekana mwanaume aliyejazia mwili, aliyevalia singlet tu. Yanaweza kusema ni kama mcheza basket. Sasa mwanaume huyo alikuwa akinuka pombe tu na alikuwa ameshikilia chupa ya whisky mkononi na macho yake alikuwa kwa Eliza muda wote. Yaani kama vile anamtathmini vile. Mrembo aliyeandaliwa leo naona hana ubaya mwenyewe. Kazuri. Aliongea kwa kitabasamu kifedhuri na kauli yake ilimfanya Eliza kubadilika. Akasema, wewe ni nani? Aliuliza Eliza, na swali lile sasa ni kama lilikuwa kichekesho kwa yule mwanaume, kwani alianza kucheka kwa sauti huku akimsogelea Eliza. Sasa jamaa akaongea kilevi akasema, nauliza nini wakati umeletwa kwa ajili yangu wewe? Alafu wewe umevaa nguo nyingi namna hii au ndio unatunza joto? Hii mbinu nimeipenda. Aliongea sasa akinyosha mkono kutaka kushika kola ya shati la Eliza, lakini Hamza alikuwa shamkinga Eliza kwa mbele tayari. Hamza akasema, bro, nadhani umekosea chumba. Aliongea Hamza na kumfanya yule bwana kumwangalia Hamza kwa macho yaliyojaa ukauzu.
Jamaa akasema, dogo wewe ni nani? Hivi kwa nini unanizuia kuiguza mali yangu? Hamza akasema, narudia tena bro, umekosea chumba. Aliongea Hamza na kumfanya yule mlevi kukasirika, na aliinua chupa yake na kutaka kumpiga nayo Hamza ya kichwa, na kitendo kile kilimfanya Eliza kupiga kelele, lakini Hamza aliweza kuidaka kabla hata haijampiga, na ni pombe tu iliyoishia kumwagikia usoni, na alishia kulamba majimaji yaliyomfikia mdomoni. Hamza akasema, sijui nafanya nini, hata mimi mwenyewe naona nishalewa. Aliongea Hamza, lakini sasa yule mlevi alijikuta kasirika zaidi, na aliinua mkono kutaka kumpiga Hamza kibao, lakini kabla ya kumfikia Hamza alikuwa ashainua mguu na kumpiga nao tumboni. Yule mlevi alijikuta akishindwa kuhimili nguvu iliyomsukuma na kwenda kuvaa poti ya maua na kudondoka nayo. Sasa bwana yule alijikuta akitukana, na alisimama kwa tabu na kumsogelea Hamza kwa mara nyingine, huku akiwa sasa amekunja ngumi, lakini Hamza alisimama katika eneo moja, na baada ya kumkaribia alimpiga ngumi ya kifuani iliyomfanya yule bwana kudondoka tena chini, huku akiwa amepiga magoti na kuanza kutapika pombe iliyochanganyikana na damu. Sasa Eliza aliyekuwa nyuma aliweza kuona Hamza alikuwa amemwadhibu yule mlevi kwa mashambulizi mawili tu mpaka kutapika damu. Alishindwa kujizuia na kuishia kushikwa na hofu asijue cha kufanya. Hamza alimsogelea yule mwanaume na kisha alimkanyaga mgongoni na kumfanya lale kifudifudi. Akamuuliza, sema wapi alipo Liza? Jamaa akaongea kijeuri akasema, unajitafutia kifo Mimi ni mgeni hapa, unathubutu vipi kunishambulia? Aliongea kijeuri hivyo na kumfanya Hamza anyanyue mguu na kumkandamiza kwa nguvu kwenye bega lake na kumfanya apige mayowe kwa maumivu makali. Hamza akarudia kuuliza kwamba ongea wapi alipo Liza. Mtu yule wa miraba minne alijikuta akianza kuingiwa na woga, akasema, sijui alipo, mimi sijui kwa kweli. Hamza akasema, unaendelea kujifanya mtiifu sio? Mpaka muda huu bado unaigiza Aliongea Hamza sasa huko akizidi kumkandamiza kwenye bega lake. Yule bwana akasema, nilikuwa nikifuata tu maagizo tu, mimi sijui kweli alipo. Sasa muda huo ni kama Eliza alishtuka. Eliza akasema, Hamza anasema ametumwa na Mr. Liza. Hamza akasema, kuna haja hata ya kuuliza? Huyu katumwa kuja kukuigizia hapa kukuogopesha ili usahau hata kuulizia hela. Sasa Eliza akasema, mbona wameenda mbali hivyo? Sidhani Mr. Liza anaweza kukoswa milioni 80 iliyobaki. Sasa upande wa makao makuu, Reji akiwa ndani ya ofisi yake alijaribu kumpigia Hamza, lakini ajabu alikuwa akiambiwa simu yake haipatikani. Na alianza kushikwa na wasiwasi kutokana na bibi yake alimsisitizia kupitia simu anataka kuonana na Hamza siku hiyo bila ya kukosa. Sasa kwa mtu ambaye alikuwa siku za mwisho, ombi lake lilipaswa kutimizwa bila ya kuchelewa. Ndio maana Reji alikuwa na wasiwasi, lakini anajaribu kupiga simu yake sasa haipatikani, na bibi anasisitiza anataka aonane na Hamza siku hiyo hiyo. Sasa mdau yule aliamua kumuita Linda ofisini kwake. Sasa Linda akauliza, mkurugenzi, kuna maagizo yoyote? Hamza yuko wapi? Ametoka nje ofisi kikazi. Kwenda nje kikazi? Nje wapi na ni kazi gani? Aliuliza Regina kutokana na kwamba hata yeye alishangaa kusikia kauli hiyo. Boss, kuna zile pesa zilizobakia za tenda kutoka kampuni ya Dede Bagamoyo. Sasa mkurugenzi wao alipiga simu na kusema atafanya malipo ya cash na meneja Eliza anapaswa kuyafuata leo. Kwa hiyo ilipangwa Eliza kwenda na Captain Yones kama mlinzi wake, lakini bado hajapona kabisa. Hivyo nilimpa kazi hiyo Hamza kwenda naye, maana anaonekana kuwa na nguvu zaidi ya Captain. Nani kakwambia mpangie kazi ya namna hiyo? Lakini bosi ulisema nimpe kazi ya sikae bure. Hebu nyamaza. Hamza ni msaidizi wangu mimi, umesikia? Inakuwaje atoke hapa aende kuwa tu bodyguard wa manager wa idara ya mauzo? Nimekwambia mpangie kazi na sio kumhamisha idara. Hivi akili yako inawaza nini wewe? Hivi nadhani mimi nimekuwa kipofu? Hata kama una wivu kutokana na uwezo wake kwenye baadhi ya mambo, hupaswi kuonyesha wivu wako kwa kufanya maamuzi ya namna hii. Yaani umefanya kazi na mimi kwa zaidi ya miaka 3 lakini unashindwa kukua kimawazo? Regina alibadilika na kuwa mbogo na kuanza kumfokea sekretari wake. Linda macho aligeuka kuwa mekundu huku akinamisha kichwa kwa hofu kubwa sana. Akasema, nisamee bosi, nimekosea. Nitampigia mara moja arudi. Haina haja, nishampigia mara kadhaa na simu yake ipo hewani. Nadhani kaizima au hakuna mtandao. Lakini bosi, wanazimaje simu? Wameenda Msata makao makuu ya Dede. Kwa nini mtandao usipatikane? Aliongea Linda, na mdau ule asani kama Reji anasikia vizuri sasa.
Dede si wana ofisi yao posta, na ndio tulikubaliana makabidhiano ya malipo yatafanyikia hapo. Kwa nini wameenda Msata? Aliuliza Regina, ni kama sasa aliona kuna taarifa ambazo hajaletewa. Ndio walivyotoa maelekezo. Mara mwisho siku yao ya kulipa waliomba kuongezewa siku mpaka leo, na Eliza ndio wafuate keshi. Idara ya mauzo ndio walifanya makubaliano na Dede, na ofisi ya finance wameipa siku 10 idara ya sales kukamilisha hesabu, la sivyo wataripoti idara ya sheria. Kwa hiyo wamemwambia Eliza aende na akakubali kwenda. Hivi ni habari ngapi mmesikia kuhusu mambo yanayofanyika kwa Msata? Ukuta hata hizo kesho wanazotaka kutoa ni kwa ajili ya kutakatisha tu hela. Mlipaswa kuwakatalia na sio kwenda tu kichwa. Sio likubaliana wakutane posta kwenye makabidhiano? Aliuliza Regina, lakini Linda hakuwa anajibu zaidi, kwa kimya. Dede wanafahamika kuwa ni matapeli. Tena wanakuwa matapeli, wanawatapeli watu kupitia madeni yao. Wakikataa deni lao, Eliza ana uzoefu wa kutolazimisha na kuacha sheria ichukue mkondo wao. Lakini wewe umemjumuisha Hamza ambaye anapenda kujichukulia sheria mkononi. Unataka akaibue matatizo mengine huko? Anaongea Regina kusasa akimwangalia Linda kwa macho ya kukatishwa tamaa. Linda akaisha tu kusema nisamehe boss, sikufikiria mbali. Linda alijitetea, lakini Regina hakuwa na mudi kabisa kuendelea kumwona. Unaweza kuondoka, unapaswa kuomba asitokee matatizo na warudi wakiwa salama, la sivyo jiandae kuandika barua ya kuacha kazi. Anaongea Regina kikauzu na kumfanya Linda kuinua uso wake, huku sasa akimwangalia bosi wake kwa kutokuamini. Linda akauliza bosi, kwani Hamza ni wa muhimu sana? Ndio, ni wa muhimu. Anaongea kikauzu na kauli yake ilimfanya Linda kutetemeka, na alishia kuondoka kwa hatua hafifu na kufunga mlango. Ukweli ni kwamba Regina alikuwa na wasiwasi. Wasiwasi wake ni kwamba Hamza angesababisha matatizo kwa Msata. Kulikuwa kuna mambo mengi yanaendelea nchini, ikiwemo taarifa za mgombea wa urais kuuliwa na mengineyo, na aliona Hamza anaweza kutibua zaidi hali. Asa baada ya kukaa akiwaza cha kufanya, pale alichukua simu yake na kutafuta namba ya meneja wa hoteli yao ya nyota 5 Bagamoyo mjini. Sauti ya mwanaume ikiongea kwa heshima kwenye simu ilisikika ikisema kwamba mkurugenzi, habari za mchana, kuna maagizo yoyote? Hebu tuma mtu yote kutoka hotelini aende Dede kuangalia kinachoendelea. Meneja Eliza na msaidizi wangu wapo huko na wapatikani hewani. Sawa mkurugenzi. Nina mtu yupo maeneo ya Msata, nadhani itakuwa rahisi kwenda kuangalia na nitakupa majibu muda si mrefu. Aliongea mkurugenzi na Regina alikata simu. Sasa Hamza katengenezewa mazingira ya kwenda Bagamoyo bila Reji kujua. Na Hamza mwenyewe huko alikokwenda hajui kuna balaa gani. Na bibi anamhitaji Hamza wakati huo. Huko Reji naye akili imechemka. Kwa nini Hamza kaenda huko jamani mbali? Bibi anamtaka. Sasa itakuwaje? Tukutane sehemu inayofuata tujue huko Bagamoyo hali ikoje, itakuwaje msikilizaji? Na bibi, je, Hamza atamwahi bibi ama itakuwaje? Na bibi anataka kuzungumza nini na Hamza? Maana bibi kasisitiza ni muhimu sana, tena iwe leo. Kumbukeni bibi anataka kuaga, bibi anataka kuzikwa bwana. Anataka kufa, yani twende tu moja kwa moja, anataka kufa. Kwa tutakutana sehemu inayofuata msikilizaji. Asante sana kwa wewe ambaye umeweza kuniwish birthday yangu asante sana. Kikubwa tu kwa neema yake Mwenyezi Mungu endelee kutupatia afya njema. Tunaanguka wote na tunanyanyuka kwa pamoja msikilizaji. Kuanguka sio mwisho wa safari. Nyanyuka ukiwa na nguvu na plani kubwa, huku Mungu akiwa mbele yako. Naamini unaweza kawa mbali zaidi ya hapo ulipoangukia. God bless you till we meet again. Bye bye.